Karibu mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri cha Adelante. Mimi naitwa mchungaji Paulo Kazoba, mchungaji wa mtaa wa Chita katika conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania. Karibu sana katika siku ya leo katika somo zuri linalosema Mungu hana upendeleo. Karibu tuombe tunapoenda kuanza somo la leo. Baba yetu na rafiki yetu uliye mwema, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Na sasa tunapohitaji kujifunza neno lako, tunakualika uwe nasi tangu mwanzo mpaka mwisho katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Karibu sana siku ya leo katika somo linalosema Mungu hana upendeleo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 hadi aya 35, Biblia inasema Petro akafumbua kinywa chake, ndio akasema, ndio hakika, ndio natambua, ndio ya kuwa, ndio Mungu, ndio hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Mungu hana upendeleo. Fungu lingine, ahadi za Mungu ya kwamba hana upendeleo. Kwa maana Bwana, hii ni Torati sura ya 10 aya 17 hadi aya 19. Kumbukumbu la Torati 10 aya 17 mpaka aya ya 19. Biblia inasema, kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Huwafanyia yatima na mjane hukumu ya haki, naye humpenda mgeni, akimpa chakula na mavazi. Basi mpendeni mgeni, kwa sababu ninyi wenyewe mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 15 aya 21 hadi aya 28, tunaenda kupata kisa kinachotufundisha namna ambavyo tunapaswa kuwa watu wasio na upendeleo, watu wasiopendelea. Unajua leo tunaishi katika kizazi cha watu wenye upendeleo, kizazi cha watu wenye ubaguzi. Piga picha kwenye familia zetu. Familia zetu leo hii kuna akina baba wanaopendelea watoto fulani na watoto wengine hawapendwi. Kuna makabila leo ambayo utaona watoto wanaosomeshwa ni watoto wa kiume, watoto wa kike hawana haki. Utaona pia hata akina mama kwenye familia wakati mwingine wanawapendelea watoto wa kike na wanawabagua watoto wa kiume. Lakini katika familia pia utaona leo kuna watu ambao wanawafanya kazi wa ndani, wanawabagua, wanawapenda tu watoto wao, lakini wafanya kazi wa ndani hawapendwi, wanabaguliwa. Ni watu wachache tu wanaofanya hivyo huenda. Lakini hata katika jamii utaona kuna ubaguzi, kuna upendeleo. Huenda ni ubaguzi wa kimakabila. Kabila fulani linabaguliwa, kabila fulani linapendwa kulingana na mazingira hayo. Lakini utaona hata makazini leo kuna watu fulani tu wanaopewa ajira kwa sababu ya sifa fulani, kwa sababu ni mtoto wa fulani. Lakini watu ambao wana sifa kabisa hawapewi ajira na hawapewi nafasi ya kwanza, pamoja na kwamba wana sifa. Kwa hiyo utaona katika jamii kuna upendeleo fulani, kwenye sehemu za kazi kuna upendeleo fulani na ubaguzi. Nisikilize vizuri, hata ndani ya makanisa, kitu cha kushangaza, hata ndani ya makanisa watu wanapendeleana. Kwenye uongozi utaona huyu anapendelewa, huyu anaachwa. Upendeleo umetawala katika kila nyanja ya maisha. Sio katika familia, sio katika jamii, sio serikalini, sio kwenye makampuni,
sio kwenye mambo ya ajira, sio mashuleni, sio mahospitalini. Kama una hela ndio unatibiwa haraka, kama huna unaachwa hapo. Upendeleo. Sasa leo ninatamani tujifunze katika mafungu tulioanza kuyaona sifa na tabia ya Mungu. Yeye daima sio mwenye kupendelea. Yeye hapendelei. Yeye hachukui rushwa. Hana upendeleo. Mungu wetu hana upendeleo. Hebu tuone kisa kidogo kinachopatikana katika Mathayo sura ya 15 aya ya 21 mpaka aya ya 28. Biblia inasema, Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, mwacha aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Sikiliza, hii inasikitisha sana. Biblia inasema, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, sikiliza, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Sikiliza vizuri. Baada ya Yesu kuwa na mapambano na Mafarisayo, Yesu anaenda Kapernaum. Yesu anatoka Kapernaum. Na anapotoka Kapernaum, alipokuwa na Mafarisayo pamoja na Masadukayo, anavuka bahari ya Galilaya. Anaenda kaskazini, pande za kaskazini kwenye mipaka ya Foinike. Na anapofika kwenye ile mipaka ya Foinike, anaangalia upande wa kaskazini, anaona miji ya zamani ya Tiro pamoja na Sidoni, pamoja na mahekalu yaliyokuwa yamejaa miungu. Katika eneo hilo la Wasamaria, lilikuwa ni eneo lililokuwa na mahekalu ya miungu. Watu wa eneo hilo walikuwa ni waabudu masanamu, na kulikuwa na utengano baina ya Wasamaria pamoja na Wayahudi. Wasamaria walikuwa wametengwa, maana walikuwa wanaabudu miungu. Kumbuka somo la leo linasema, Mungu sio Mungu wa upendeleo. Mungu hana upendeleo. Yesu anapofika kwenye eneo hilo, anakutana na mwanamke. Mwanamke Msamaria, mwanamke wa Kikanani, mwanamke ambaye naye alikuwa ametengwa na Wayahudi kwa sababu alikuwa ni muabudu mizimu, kwa sababu alikuwa ni muabudu masanamu. Alikuwa ametengwa. Ni mara ngapi katika maisha yetu tunawatenga watu kwa sababu mbalimbali? Watu wa kipindi kile walikuwa na utengano sana. Sikiliza vizuri, Biblia takatifu inasema mwanamke kutoka sehemu hizo alikuja akilia, Bwana, mwana wa Daudi. Tena anamuita mwana wa Daudi, nihurumie, unihurumie, unirehemu. Binti yangu anasumbuliwa, amepagawa na pepo mchafu. Bwana, ninakuomba unisaidie.
Mwanamke aliyekuja kwa Yesu, kama nilivyokuambia, alikuwa ametengwa na Wayahudi. Na kwa sababu kazi ya Yesu hapa duniani ilikuwa imeenea mpaka katika eneo hilo, mwanamke huyu alikuwa amesikia habari za Yesu anayesamehe dhambi. Alikuwa amesikia habari za Yesu anayeponya magonjwa. Alikuwa amesikia habari za Yesu ambaye ameponya vilema. Habari za Yesu ambaye alikuwa ameponya vipofu. Habari za Yesu ambaye alikuwa ameponya wakoma. Habari za Yesu ambaye alikuwa ameponya wenye vifafa. Habari za Yesu ambaye alikuwa ameponya wenye mapepo. Alikuwa amesikia, pamoja na kwamba kulikuwa na utengano baina ya Wakanani pamoja na Wayahudi, baina ya Wasamaria pamoja na Wayahudi, lakini mwanamke huyu anaamua kuvunja ukuta uliokuwepo baina yao pamoja na Wasamaria. Mwanamke huyu anavunja ukuta, pamoja na kwamba alikuwa anajua ya kwamba mimi ni mwanamke niliyetengwa na Wayahudi. Mimi ni mwanamke ambaye nimetengwa na Wayahudi na sifai kabisa, lakini ngoje tu nienda kwa Yesu, maana ninajua yeye ni mwingi wa upendo, yeye ni mwingi wa huruma, yeye ni mwingi wa fadhili. Nitakapomwendea huyu mwana wa Daudi, yeye hawezi kunitenga. Mwanamke huyu anakwenda kwa Yesu, anakwenda kwa Yesu, anakwenda kwa Yesu, anakwenda kwa Yesu. Anapofika kwa Yesu, anamwambia, Bwana, mwana wa Daudi, unirehemu, binti yangu amepagawa na pepo. Kumbuka huyu mwanamke ametengwa, na eneo hilo ni eneo la Wasamaria ambao wametengwa na Wayahudi, na kuchangamana ilikuwa ni shida. Sikiliza kilichotokea. Sikiliza kilichotokea. Mwanamke huyu alikuwa amesikia na alikuwa anatumaini kwamba nikienda kwa huyu Yesu, binti yangu atapona. Imani ya namna gani? Katika maisha yetu tunapaswa kuwa na imani ya kama mwanamke huyu. Imani, nikienda kwake nikamweleza changamoto yangu ya ugonjwa wangu, atanitendea. Nikienda kwake nikamweleza changamoto yangu ya kwenye biashara yangu, atanitendea. Nikienda kwake nikamweleza changamoto yangu ya ndoa yangu, atanitendea. Nikienda kwake nikamweleza changamoto yangu ya namna ambavyo ninatamani kupata mtoto, atanitendea. Nikienda kwake nikamweleza changamoto yangu ya namna ambavyo ninatamani kushinda dhambi na udhaifu katika maisha haya, atanitendea. Tukienda tukiwa na imani ya namna hiyo, kama huyu mwanamke, Yesu atatutendea. Sikiliza vizuri. Huyu mwanamke akaenda akiwa na imani kwamba atamsaidia. Sasa nisikilize vizuri. Kwa muda Yesu, kwa muda alijaribiwa kuona shaka, kwa kuwa huyu ni Myahudi, huyu mwanamke akajaribiwa kuona shaka kidogo kwamba lakini ni Myahudi, atanitendea, lakini basi naamini atanitendea. Kwa muda akajaribiwa kuona shaka, lakini alisikia na alikuwa amesikia kuwa Yesu anajali, hashindwi na ugonjwa wowote. Hashindwi. Watu wote huwa wanamwendea na wanaponywa. Matajiri na maskini wanamwendea na wanapona. Mimi nikimwendea najua nitapona. Sikiliza vizuri. Yesu alijua kuwa mwanamke huyu alitamani kumuona kwa ajili ya jambo hili, na aliwaleta wanafunzi ili wajifunze, maana mpaka hata wao walikuwa wameathirika na kawaida za Kiyahudi za utengano. Sasa anawaleta kwenye eneo hili la Tiro na Sidoni ili waweze kujifunza. Wajifunze nini? Ambatana na mimi. Alitaka waone ujinga uliojaa katika miji na vijiji vilivyokuwa karibu na Israeli, watu waliopewa nuru ya kweli, lakini hawakushughulika na watu walio gizani.
Hakutaka. Lakini Yesu alitamani sana wapate somo ya kwamba kuna haja ya kuvunja ubaguzi uliokuwepo baina ya Wayahudi na Wasamaria. Kuta za matengano lazima zivunjwe. Mwanamke huyu alikuwa na imani. Wakati Yesu alipopita kana kwamba hakusikia tatizo lake, alifanya nini? Yeye aliendelea kumfuata akiomba. Yani ni kana kwamba Yesu hajamsikia, akajifanya kama hajamsikia. Lakini bado mwanamke huyu akaendelea kuomba. Lakini shida nyingine iliyokuja tena, changamoto nyingine iliyokuja, kumbuka Yesu anapita kana kwamba hajamsikia. Lakini namba 2, wanafunzi nao wanamkemea huyu mwanamke, maana wanaona kama anamsumbua Yesu. Waliona Yesu anamfanyia uzembe, na kwamba wakafikiri kwamba huenda ile hali ya ubaguzi iliyokuwepo baina yao na Wasamaria, walifikiri labda Yesu inampendeza Yesu. Walifikiri inampendeza. Wakaanza kumzuia huyo mwanamke, wanamwambia anyamaze. Lakini mwanamke, nisikilize, changamoto ya kwanza, Yesu ni kana kwamba hajasikia, lakini bado anaendelea kusihi, Mwana wa Daudi, Bwana unirehemu, binti yangu amepagawa na pepo. Alafu wanafunzi tena wanamzuia, wanamwambia nyamaza. Lakini bado hata kwenye kuzuiwa huko na wanafunzi, bado mwanamke huyu aliendelea kusihi na kuomba. Nisikilize vizuri. Katika maisha yetu hatupaswi kukata tamaa katika maombi. Yawezekana tunaweza tukawa tunapitia changamoto mbalimbali. Zinazoweza kutufanya tusiombe. Nisikilize vizuri, pamoja na changamoto hizo, usiache kuomba. Dumu kuomba. Hata kama umemuomba Mungu jambo lako lihitaji litimie leo au kesho na halijatimia, usikate tamaa. Maana wengine imefika hatua wamekata tamaa, na wengine wanaamua kwenda kwa makanisa ya miujiza huko. Unayajua makanisa hayo ya upako, chumvi ya upako, nini ya upako. Watu wanakwenda huko maana wameomba, sijui maombi yao hayajajibiwa. Nisikilize vizuri, Bwana anafahamu wakati sahihi wa kututendea. Usikate tamaa katika maombi. Kitabu cha Luka sura ya 18 aya ya kwanza nasema, imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Tumuombe Mungu. Mwanamke huyu anaendelea kuomba pamoja na changamoto zilizokuwepo, lakini imani yake ilikuwa ni hii: ninaamini Mwana wa Daudi atanirehemu, Mwana wa Daudi atanisikia, atamponya binti yangu. Akaendelea kuomba, Bwana unirehemu. Sasa sikiliza, jaribu lingine lilokuja kwa mwanamke huyu. Ilikuwa bado ni kuthibitisha tu imani yake. Ni kuthibitisha imani yake huyu Mwokozi akamwambia kama jambo fulani la kumkatisha tamaa, lakini ilikuwa ni sehemu ya kuthibitisha imani yake. Sikutumwa ila kwa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Anampa jibu hilo mwanamke. Sikiliza, ijapokuwa jibu hili lilionekana kana kwamba linawaunga mkono wanafunzi. Wao wakafikiri huenda na Yesu anaunga mkono jambo hilo la ubaguzi. Lakini lilikuwa ni laumu kwa wanafunzi ambao baadaye walielewa na kukumbuka mambo aliyokuwa akiwaeleza kuwa alikuja ulimwenguni kuokoa na kutafuta kilichopotea. Katika kitabu cha Luka sura ya 19 aya ya 10, Biblia inasema, kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo swala la ubaguzi lilikuwa halimfurahishi kabisa. Maana yeye
ni mwokozi wa ulimwengu wote. Wasamaria ni wake, Wayahudi ni wake. Na hata leo usimbague Msukuma, usimbague Mmasai, usimbague Mnyiramba, usimbague Muhehe, usimbague Mjita, usimbague Makonde, usimbague Mdamba, usimbague Muhehe, usimbague Muhaya. Usimbague mtu kwa sababu ya rangi yake, usimbague mtu kwa sababu ya elimu yake, usimbague mtu kwa sababu ya sura yake, usimbague mtu kwa sababu ya namna alivyo, usimbague mtu kwa sababu ya utajiri wake, usimbague mtu kwa sababu ya umaskini wake, usimbague yeyote. Maana sisi ni kitu kimoja na ni watoto wa baba mmoja. Tuliumbwa, aliyetuumba ni mmoja. Sisi ni wamoja. Usimbague yeyote. Mungu hakubali ubaguzi. Ubaguzi wa kijinsia, ubaguzi wa namna yote ile. Tusikubali ubaguzi. Maana Yesu alikemea na alitaka wanafunzi waelewe ya kwamba ubaguzi sio mzuri. Sio mzuri. Maana alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hata kama kuna wakati unamuona mtu fulani mdhambi sana, Yesu anamtafuta mtu wa namna hiyo. Usimbague kwa sababu ni mdhambi sana, ni mzinzi sana, ukamdharau, ukamsusa, ukambeza, ukamwona hafai na kwamba wewe unafaa. Nisikiliza vizuri, usimbague mtu kwa namna yoyote. Yesu ana upendo kwa watu wote. Mwanamke aliendelea kuongeza akiomba, akiwa ameanguka miguuni pa Yesu. Bwana nisaidie. Kini ilionekana Yesu kana kwamba anakataa ombi lake. Lakini Yesu alisema hivi. Bado ilikuwa ni kuthibitisha imani yake. Yesu akamwambia, haifai kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Maana yake Yesu alikuwa anamaanisha hivi. Unajua saa nyingine ukilifikiria hili jibu linaweza likakukatisha tamaa kabisa. Yesu alikuwa anamaanisha hivi. Si vema kushughulikia wageni na kuwanyang'anya Waisraeli mibaraka waliopewa na Mungu. Yaani ilikuwa kama ni kuendelea kumthibitisha kwamba jamani, sasa mibaraka ni kwa Waisraeli. Mibaraka sio kwa wageni, ni kwa Wayahudi. Jibu hili yani kwa kawaida lingeweza kumkatisha tamaa mwanamke huyu. Lakini mwanamke aliona bado hii ni nafasi yake. Huyu mwanamke hakukata tamaa, lakini akasema hivi, kweli Bwana, hata mbwa hulambalamba makombo yaliyoanguka chini ya meza za bwana zao. Hata mbwa hawaachwi bila kulishwa. Hivyo hata kama kuna mibaraka mingi waliopewa Waisraeli, je, haukuwepo mbaraka unaonistahili hata na mimi? Aliangalia kama mbwa aangaliavyo. Je, mbwa hawezi kutazamia makombo kama anahesabiwa kama mbwa? Basi aliridhika kuwa kama mbwa, naye mara moja alimkiri Yesu kuwa mwokozi awezaye kumfanyia yale aliyomuomba. Na habari njema ni hii, Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Yani hata katika haya yote changamoto anampitisha, anafanya hivi, anamthibitisha, anafanya hivi, lakini mwanamke bado hakati tamaa. Anaendelea kuomba. Nisikilize vizuri, tunapaswa kumuomba Mungu daima bila kukata tamaa. Bila kukata tamaa. Mwanamke huyu bado akaendelea kuomba. Muombe Mungu siku zote, usikate tamaa. Ipo siku moja Bwana atatenda ulichomuomba. Hata kama hajatenda jana, hajatenda leo, hajatenda kesho, ipo siku atatenda. Maana yeye aujua wakati sahihi wa kukutendea. Usiache kumuomba. Lakini usiwabague watu wengine. Usiwabague. Mpende kila mtu. Mpende kila mtu. Hata kama yukoje, mpende. Hata kama ni adui yako, hata kama anakuchukia kiasi gani, mpende.
maana Yesu aliwapenda wote. Maana anasema alikuja kwa watu wote. Mpende kila mtu. Mpende kila mtu. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Na kuombea sana uyazingatie haya. Fanya hivyo katika maisha yako, Bwana atakuwa pamoja nawe. Ikiwa utahitaji kuwasiliana na mimi Mchungaji Kazoba kwa ushauri pamoja na maombi, wasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0710106970. Narudia tena: 0710106970. Bwana akubariki sana. Na tuombe. Baba yetu na rafiki yetu uliye mwema, tusaidie kutokuwabagua watu, lakini tusaidie kuendelea kukuomba wewe siku zote. Tenda hivyo kulingana na mapenzi yako, ukimbariki mtazamaji kwa jina la Yesu. Amina.